Mtazamaji, ni siku nyingine tena Mungu ametupa, ni nafasi nyingine tena nzuri. Kwa neema ya Mungu tumeiona tena, maana kile inapoitwa leo sisi tunaihesabu ni neema ya Mungu, kwa sababu kuamka kwetu, kushinda kwetu ni kwa neema ya Mungu. Kwa nashukuru tena kwa ajili ya siku hii njema ya leo ambayo Bwana ametupa kuiona, na nikukaribishe tena katika kipindi chetu hiki cha Bado Lipo Tumaini. Kimekuwa ni kipindi ambacho kweli tumepata ripoti nyingi kwamba watu wengi wamebarikiwa sana vipindi hivi. Mada ambazo nazifundisha kwa sababu zimekuwa na lengo moja kubwa la kuimarisha imani ya wateule, imani ya waaminio, na wengi wamesaidika. Nchi tofauti tofauti, mabara tofauti tofauti wamekuwa wakitupigia simu, wengine wakituandikia jumbe mbalimbali kwenye vyombo tofauti tofauti na kwenye mawasiliano tunayoyatoa, na maswali tumekuwa tukiyapokea, na bado tunaendelea kukaribisha na wewe pia kwamba tuko tayari kukuhudumia. Upande wa maswali tutakujibu. Una maoni, una mapendekezo, basi tunayapokea na tutakuombea pia unapohitaji maombi, kwa sababu hiyo tumeitwa. Nimshukuru Mungu kwa ajili hiyo, kwa sababu ametukutanisha tena mimi na wewe mpendwa mtazamaji siku nyingine hii ya leo, na ninaendelea namna hiyo kwamba wale ambao wamebahatika kuwa na sisi kipindi kilichopita, nilikuwa ninazungumzia kwamba unaweza kukutana na Mungu, na nilionyesha jinsi gani ambavyo uwezekano kukutana na Mungu upo, baada ya kufafanua kwamba aliyekuja kumfunua Mungu kwetu ni Yesu Kristo, na sasa tunaweza kumfahamu Mungu kupitia neno lake, na kwa kulijua neno tunamjua Yesu Kristo, na katika kumjua Yesu Kristo tunaweza kumjua Mungu. Maana Kristo katika somo lililopita tuliona kabisa kwamba anazungumza wazi kwamba ni yeye aliyekuja kumfunua Baba, na alizungumza sana wanafunzi akiwaambia, mkitaka kumuona Baba mnione mimi, maana mimi ndi njia ielekezayo kwa Baba. Kwa hiyo hilo lilikuwa ni somo letu lililopita. Sasa leo nataka tuone kitu kingine kinachofuata, kwamba okay, Yesu amekwisha kutuambia ni kumpitia yeye tunaweza kumjua Baba. Sasa tukisha kumjua Baba, nini kinachofuata? Ndio hatua ambayo nataka tuende nayo leo, ili kipindi kinachofuata pia ni kuonyeshe jinsi unavyoweza kuendelea kukaa karibu na Mungu. Leo nataka nikulete tu katika kufahamu siri iliyopo baada ya kumjua Mungu, ili kipindi kijacho pia nije nikuonyeshe jinsi unavyoweza wewe kukaa na kulelewa karibu na Mungu. Lakini leo niseme tu baada ya kumjua Mungu, unajua ipo mitazamo tofauti tofauti kimungu, katika masuala ya Mungu, katika masuala ya kijamii, na hata katika masuala ya kielimu. Maana kila tutakalolizungumza, nikizungumza kidini, lazima utakuta kuna mitazamo tofauti. Nikizungumza kifamilia, kuna mitazamo tofauti. Nikizungumza kijamii, kuna mitazamo tofauti. Lakini kwa sababu tunalenga Biblia, tunalenga neno la Mungu sana, tutakakowekea mistari zaidi ni kwenye neno la Mungu. Sasa mpendwa mtazamaji, ngoja nikulete kidogo hapa. Unajua hii dunia tunamoishi ni dunia nzuri, Mungu ametupa, tuna neema ya kuishi katika kizazi hiki tulicho nacho. Lakini ipo mitazamo ambayo nimetamani uifahamu, kwa sababu mitazamo ni mingi. Hata katika familia, nilikuwa nazungumza na mtu mmoja majuzi, katika familia nimejaribu kuongea na watu mbalimbali, wakati mwingine nimekuwa nikifundisha sehemu mbalimbali. Nilikuwa nazungumzia wakati fulani, naongea na watu, nikauliza swali moja zuri tu, kwamba kila mmoja aniambie anaielewaje ndoa. Kiukweli utakuta nilipokuwa nikizungumza na kuuliza hilo swali, watu zaidi ya 20 ambao walijitahidi kujibu. Nataka nikwambie hapakuwa na jibu linalofanana. Kila mmoja alikuwa na jibu lake.
Kwa nini? Kwa sababu yupo aliyeona ndoa kama sehemu ya furaha na baraka. Mwingine aliona ndoa kama sehemu ya utulivu, mahali anapopata faraja. Mwingine aliona ndoa kama mahali ambapo alienda kuchokoza kesi ilikokuwa imelala, akaenda kuivuta na kuileta mahali alipo. Mwingine anaiona ndoa ni kama jehanamu ndogo ambayo sasa ni kama Mungu aliitumia hiyo sehemu ya malipizi kwake. Mwingine anaiona ndoa kama mahali ambapo yani ni nafasi Mungu aliandaa kivuli ambapo ilikuwa ni sehemu yake ya kupumzikia, Mungu akaamua kukileta karibu naye. Kwa hiyo kila mmoja alikuwa na mtazamo wake huo. Lakini na wewe unanitazama muda huu, yumkini una vile unavyoichukulia ndoa, una vile unavyoielewa, lakini siko huko. Nije katika mitazamo hii hapa ambayo ni mitazamo minne nimekuwa nikizungumza wakati mwingine ninapozungumza na viongozi, kwa sababu ni mitazamo inayotupa vyanzo vya kusimamia katika uongozi wetu, katika masuala yetu ya kusimamia huduma tunazosimamia na katika kuendesha mambo mbalimbali tunayoyaendea. Mtazamo wa kwanza ni wewe mtazamaji unaionaje dunia? Hilo ni swali la kwanza. Unaionaje dunia? Mtazamo wako juu ya dunia. Unaisikiaje dunia? Unaisemaje dunia? Unaionaje dunia? Huo ni mtazamo wa dunia. Na kila mtu nimesema ana mtazamo wake. Ukimuuliza dunia unaionaje? Labda kwa aliye Marekani atakwambia anavyoiona dunia. Ukienda aliye Afrika, ukienda aliye Ulaya, Asia, labda Oceania na wapi, kila mmoja anaweza kukupa definition ya kwake. Lakini acha definition za wengine wote. Angalia wewe kama wewe dunia unaionaje. Huo ndio mtazamo wa dunia. Swali la pili, dunia wewe inakuonaje? Yaani dunia ikikuangalia wewe inakuonaje? Swali hili la pili unapojiuliza dunia inanionaje au dunia inakuonaje, hiyo ndio tabia mwenendo wako. Ina maana vile unavyotokeza kwa watu nje wanaokuona, nje wanaokufahamu, wanakufahamuje. Huo ni mtazamo dunia inavyokuona. Hiyo ni tabia. Tatu, Mungu anakuonaje? Swali la tatu la kujiuliza katika mitazamo hiyo, Mungu anakuonaje? Katika swali la Mungu anakuonaje, huo ndio wito wako ulionao. Mungu anakuonaje na maana wewe unaangalia wito wako kwa Mungu. Anakuonaje Mungu? Anakuona kama nani? Yaani Mungu akikuangalia wewe, anakuona kama nani? Mungu anapokutazama katika kiti chake cha enzi, anapokuangalia, anapokuelekezea macho, anakuona wewe kama nani? Huo ni wito. Halafu kuna wewe unamuonaje Mungu? Kumbuka vile unavyomuona Mungu ndio commitment yako. Ndio chanzo cha nafasi unayompa Mungu. Maana vile unavyomuona Mungu ndivyo unavyotenga muda kwa ajili yake. Ndivyo unavyoelewa nafasi yako katika kufanya kazi yake. Ndiyo inayokupa muda wa kutambua nini Mungu anachokihitaji kwako. Ile commitment, ule muda unaotoa, nafasi unayoitenga kwa ajili yake inategemea na vile unavyojua wewe Mungu anavyokuona. Kwa hiyo ni mitazamo. Lakini yote katika yote, nataka ufahamu kitu kimoja kizuri sana. Baada ya kumjua Mungu, nimesema ni neno la Mungu ndilo linalotupa kumjua Mungu, na hili neno linatupeleka zaidi kumjua Yesu Kristo. Sasa katika kumjua Yesu Kristo tunamjua Mungu. Lakini nini kinachotupa kumjua Yesu Kristo na nini kinachotuvutia kumjua Yesu Kristo? Ni swala moja tu. Ni jambo moja tu, linaitwa habari njema. Good news. Hii good news ambayo ni Kiingereza, kwa Kiswahili habari njema, ndiyo ambayo kifupi chake inaitwa Injili. Gospel. Gospel maana yake Kiswahili ni Injili. Injili ni habari njema. Na habari njema ni nini mpendwa? Habari njema ni nini unayenisikiliza? Habari njema ni nini wewe unayenitazama? Habari njema ni kazi ya ukombozi kamili aliyoifanya Yesu msalabani. Ile kazi ambayo Yesu aliikamilisha pale msalabani kwa ajili ya ukombozi wa mtu, kwa ajili ya ukombozi wa mwanadamu, hiyo ndiyo inayoitwa habari njema. Gospel. Good news. Ina maana nikizungumzia habari njema, leo nina habari njema kwako. Katika mtazamo wa kibiblia ina maana ninakuja na gospel kwako. Ninakuja na injili kwako.
tafsiri yake pana ni kwamba ninakuja na uzuri wa kile alichokifanya Yesu pale msalabani, nakuja na matokeo chanya ya kazi aliyoifanya Yesu pale msalabani. That's the good news. Hiyo ndio habari njema, hiyo ndio injili. Sasa wewe ukitaka kuwa na furaha katika ulimwengu huu Mungu aliyotuwekea, ukitaka kuwa na furaha katika maisha haya, siri moja nataka nikwambie, ni wewe kukaa karibu na habari njema, ni wewe kushikamana na habari njema, ni wewe kushikamana na injili, ni wewe kushikamana na kazi aliyofanya Yesu pale msalabani. Kwa sababu kazi moja kubwa Yesu aliyoifanya pale msalabani si nyingine, ni ukombozi wa mwanadamu. Ni ukombozi wa kumtoa mwanadamu katika kongwa lile la ibilisi, kifungo cha shetani au vifungo vya shetani. Ule uhuru ambao Yesu alikuja kuuleta kwetu sisi wanadamu, kwetu sisi waaminio, kwetu sisi tulioumbwa kwa mfano wa Mungu, ndio kazi kubwa ya injili, ndio kazi kubwa ya habari njema. Sasa wewe ukitaka kuwa na furaha, ukitaka kuwa na amani, ukitaka kuona uzuri wa Mungu, siri ni hiyo: shikamana na injili, shikamana na habari njema, shikamana na Yesu. Kwa sababu injili, tafsiri fupi ningesema ni wokovu, na wokovu ni uhuru. Uhuru dhidi ya uonevu, uhuru dhidi ya vifungo vilivyotufunga kwa kongwa la shetani kutokana na dhambi na uasi uliotusababisha sisi kutengwa na Mungu. Tukianza na kusoma Waebrania kama mstari wetu wa kwanza, tusoma Waebrania ile sura ya pili, Waebrania ile sura ya pili na ule mstari wa 14 na 15. Waebrania sura ya pili mstari wa 14 na 15. Ngoja nisome. Anasema, basi kwa kuwa watoto wameshiriki damu na mwili, yeye naye vivyo hivyo alishiriki yayo hayo, ili kwa njia ya mauti amharibu yeye aliyekuwa na nguvu za mauti, yaani ibilisi. Sikiliza 15. Awaache huru wale ambao kwamba maisha yao yote kwa hofu ya mauti walikuwa katika hali ya utumwa. Dhambi ilituingizia hofu. Baada ya kututenga na Mungu, ilituingizia hofu, na kupitia hofu tukajikuta tunaishi katika utumwa ambao ni utumwa usiokuwa hiari, yani utumwa wa kulazimishwa bila kujua. Sasa Kristo alipouvaa mwili, ndipo neno linasema alijua shida tunayopitia, akajua adha tunayoipitia, akayajua mateso tunayoyapitia, akatengeneza njia. Njia ilikuwa ni moja tu: aje aharibu mamlaka na nguvu, aje aharibu ule uwezo aliokuwa nao huyu aliyekuwa anatupandikizia hofu, ule uwezo ambao ibilisi alikuwa anautumia kututikisa. Yesu alikuja auharibu. Anasema ule mstari wa 14, yeye pia alishiriki damu na mwili, yeye naye akashiriki hivyo, maana alipata uchungu wa mwili, akapata maumivu ya mwili, ili kwamba kwa kutambua maumivu ya mwili ajue ni shida gani unaipitia. Mtazamaji wangu, ajue ni shida gani unaipitia, maana isingekuwa rahisi wanaambia watu wanaumia, watu wanahili, bila kulijaribu wenda lisingekuwa na uzito sana kwake, lakini ilibidi ahonje na yeye asikie utamu uliomo. Na alipogundua hilo, ndipo aliporudi sasa akasema, lazima nimwangalie huyu anaonekana kuwafunga watu, anawapandikizia watu hofu, maana hofu inaondoa imani. Sasa huyu anayepandikiza hofu na kuwaondoa watu kwenye imani, lazima nishughulike naye. Yesu anasema akamharibu, kwa sababu wale waliokuwa wakionewa na kufungwa katika hali hiyo wawekwe huru, waachwe huru. Na wengi walipata hofu kubwa kwa ajili ya kuogopa umauti ambao shetani alionekana ndiye ameshikilia ufunguo huo. Yesu akaja akatutetea, Yesu akaja akatukomboa katika kongwa hilo, akaja akatuokoa katika kongwa hilo, na sasa tunaweza kuwa huru kwa kazi ya Kristo aliyoifanya msalabani. Mwana wa Mungu unayenisikiliza,
Hiyo ndio siri ya habari njema. Hiyo ndio siri ya habari njema. Hiyo ndio siri ya gospel. Hiyo ndio siri ya injili. Kazi ya Kristo msalabani. Sasa unaweza ukaona kumbe uhuru wako upo kwenye kujua nini Yesu alichokifanya msalabani. Ni kitu gani Yesu alichokifanya msalabani? Kwa kulifahamu hilo, una uhuru kamili unakuwa umeupata. Lakini kumbuka, lazima uoanishe somo lililopita, kumjua Mungu na makusudi yake. Ulijue neno na Kristo. Na Kristo kama njia inatuunganisha na Mungu, kama njia tunayotumia kumjua Mungu. Na Kristo tunapomjua, tunaiona injili, tunaiona habari njema, tunauona ukombozi, tunauona uhuru, tunauona wokovu. Sasa ni vema, nimesema ukae ushikamane na injili. Uishikilie habari njema. Umshikilie Yesu ambaye ndiye kiongozi, ndiye mwenyewe habari njema. Ningekuuliza swali tu. Wewe injili unaionaje? Injili unaielewaje? Labda kabla hujalisikia somo langu, injili ulielewa vipi? Injili ulisikia vipi? Jibu ni hilo tu. Injili ni habari njema. Habari njema ni wokovu. Wokovu ni kazi ya Yesu msalabani, aliyoifanya pale msalabani, hadi anafikia mateso yote yale, mpaka anapatwa na mauti pale msalabani. Ile ndiyo injili, ule ndiyo wokovu. Na hapo ndipo tunapopata chanzo cha uhuru wetu. Hapo ndipo tunapopata chanzo cha salama yetu. Lakini swali liko hapo. Moja, injili unaionaje? Na unapokuwa na tafakari jibu la injili unaionaje, hebu nikuulize swali la pili. Wewe injili inakuonaje? Hapa nina maswali mawili. Wewe unaionaje injili? Lakini pia injili inakuonaje? Sikiliza. Injili ni kazi ya Yesu msalabani, ni habari njema. Hii habari njema itakuletea wewe kile ambacho unakitarajia ndani ya injili. Kazi ya Yesu Kristo itakuwea na faida pale ambapo utaelewa nini kinachotarajiwa ndani ya kazi ya Yesu Kristo. Na huo ndio mtazamo wako kwenye injili. Unaionaje injili? Unaielewa vipi injili? Unaelewaje kazi ya Yesu Kristo? Sijui unamuelewa vipi Kristo. Kuna wanamuelewa kama rafiki, rabi, mwalimu mzuri. Kuna wanamuelewa Kristo tu kama Myahudi aliyekuja kwa ajili ya kutangaza habari njema, yani watu wajue kutenda mema na nini. Kuna wanaomwamini Kristo na kumchukulia kama mponyaji aliyekuja mwenye uwezo mkubwa, anaweza kaponya. Kuna wanamchukua Kristo kama mtu aliyebeba majibu yao yote. Kuna wanamchukua Kristo kama mkombozi wao. Kwa hiyo kuna hali tofauti na majibu ambayo watu wangekupa unapozungumzia habari za Kristo. Na ni kweli, kwa kadiri unavyomchukulia Kristo, kwa kadiri unavyomuelewa Kristo, ndivyo utakavyopokea kutoka kwa Kristo. Kama utamuona Kristo as if ni mponyaji, utapokea uponyaji kutoka kwa Yesu. Kama utamuona Kristo kana kwamba ni mtu aliyebeba baraka, amekuja na baraka kwako, utazipokea baraka. Ukimuona Kristo kama kiunganishi na mpatanishi kwako wewe na Mungu, utakuwa karibu na Mungu. Ukimuona Kristo kama chanzo cha majibu ya yote ulionayo, Kristo atakujibu kile unachokihitaji. Atakupa majibu yote unayohitaji. Lakini inategemea unamuona kama nani. Unamchukuliaje Kristo? Unamuelewaje Kristo? Unaionaje injili? Unaikubalije habari njema? Sikiliza. Habari njema hii tunasema injili ina nguvu kubwa. Paulo anatuambia kitu kimoja katika Warumi, ile sura ya kwanza mstari wa 16. Ngoja nitakwenda kusomea hapo mpendwa mtazamaji. Warumi, ngoja nisome hapa. Warumi ile sura ya kwanza ule mstari wa 16. Paulo anasema, kwa maana sionei haya injili, kwa sababu ni uweza wa Mungu uletao wokovu. Sionei haya injili. Na nimesema injili ni nini? Ni habari njema. Anaposema kwa maana sionei haya injili, ni tafsiri moja na kusema kwa maana sionei haya habari njema. Sionei haya kazi ya Yesu pale msalabani.
Kwa nini sionei haya? Ni kwa sababu ni uweza wa Mungu uletao wokovu kwa kila aaminie. Na anasema kwa kila aaminie, kwa maana ya mataifa yote, makabila yote. Anasema Myahudi na Myunani pia. Ina maana iwe ni Myahudi aliye experience, aliyeshiriki, aliyeona kwa macho kazi za Yesu, na hata yule ambaye hakuona, alisikia baadaye, still anaweza akapokea nguvu iliyomo ndani ya habari njema na ikaleta majibu kwake. Sasa Paulo anasema mimi sionei haya Injili, kwa sababu ni uweza wa Mungu uletao wokovu kwa kila amini, awe ni Myahudi awe ni Myunani. Maana yake ni kwamba sionei haya kazi ya Yesu Kristo msalabani. Maana hiyo kazi ya Yesu Kristo ni nguvu, ni uweza, ni mamlaka. Sikiliza hapa, ametuambia katika Ibrania, anasema alikuja kuharibu kazi za Ibilisi. Huyu alikuwa anawapandikizia watu hofu. Sasa asingeharibu kama isingekuwa na nguvu, asingeharibu kama isingekuwa na mamlaka, asingeweza kuharibu kama isingekuwa na uweza. Ndio anasema Paulo, ni uweza wa Mungu, it's the power of God. Ni uweza wa Mungu, ni nguvu za Mungu, ni mamlaka ya Mungu inayoleta wokovu, inayoleta uhuru, inayoleta kuwa salama, inayoleta kuwa na furaha. Na hii si kwa kundi moja la watu, bali kwa watu wa aina zote, wawe ni Wayahudi, wawe ni Wayunani. Ina maana wawe ni watu wanaotoka Mashariki ya Kati, wawe ni watu kutoka Afrika, wawe ni watu kutoka Ulaya, wawe ni watu kutoka Oceania, watu kutoka mabara yote, ili mradi umekubali ile kazi ya Yesu Kristo, umeikubali Injili, wewe unaingia katika fungu la wale wanaofaidi kile kilichopo. Kwa hiyo sijui wewe una mtazamo gani? Unaelewaje Injili? Unaelewaje kazi ya Yesu Kristo? Paulo ameniweka wazi, anasema Injili ni uweza wa Mungu, it's the power of God. Ni uweza wa Mungu, ni nguvu za Mungu, ni mamlaka ya Mungu, ni matokeo yenye nguvu ya Mungu yanayoleta mabadiliko, yanayoleta majibu, yanayoleta uponyaji, yanayoleta uhuru. Ndivyo ainisho ilivyo. That's the definition. Ndio ainisho lake. Lakini wewe unayenisikiliza, wewe unayenitazama, unaelewaje Injili? Unaichukuliaje Injili? Sikiliza nikwambie. Somo langu leo ni fupi sana, maana nataka tu utafakari kwa kifupi namna hiyo, kwamba Injili ni habari njema. Habari njema ni wokovu. Wokovu ni kazi ya Yesu pale msalabani. Na ni kupitia kazi ya Yesu pale msalabani ndipo uhuru wetu sisi ulipokamilika. Sasa wewe unaelewaje Injili? Unaichukuliaje Injili? Unajua, nimalizie kusema hivi. Watu wengi leo wanashindwa kuona nguvu za Injili kwa sababu hawazungumzii Injili. Hawawaambii watu Injili. Wengi leo wakija kwako wanakwambia kanisani kwetu kuko hivi, kanisa letu liko hivi, au unajua sisi mchungaji wetu yuko hivi. Hawatangazi habari njema, hawatangazi Injili, hawatangazi kazi ya Yesu msalabani, hawatangazi wokovu. Wanatangaza kanisa letu liko hivi, wanatangaza mchungaji wetu yuko hivi. Njoo kanisani kwetu, mchungaji wetu yuko hivi. Hiyo dhana ni nzuri kwa sababu unalitangaza kanisa lako, lakini nguvu yake katika kuleta mabadiliko kwa wale unaopelekea taarifa ni ndogo sana. Kwa sababu yule unayempelekea habari ya kanisa lako, yumkini ana taarifa za huko nyuma juu ya kanisa lako. Yeye unapompelekea habari za kanisa lako, unampelekea tangazo la kanisa lako, yeye ataanza kukumbuka historia alionayo juu ya kanisa lako. Unapopeleka taarifa, unajua mimi bwana mchungaji wangu yuko vile, mchungaji, yeye yumkini anamfahamu mchungaji wako huko nyuma walikotoka. Labda wale kukaa majirani, walikuwa pamoja, wanafahamiana, walisoma pamoja, wanafahamiana katika background zao huko na kule. Wewe unapomwambia habari za mchungaji, yeye hamuoni leo unavyomuona wewe. Anamwangalia huko nyuma, anamwangalia alivyomsikia, anaangalia habari alizosikia kwa ajili yake. Ndio zinazomweka usoni, ndio picha anayoangalia mbele. Lakini ukitaka Injili yako, ukitaka habari njema unayoipeleka, ukitaka habari ya wokovu unayopeleka, ukitaka habari ya Yesu unayopeleka iwe na nguvu, mzungumzie Yesu. Haleluya. Mpeleke Yesu. Mwambie Yesu wangu yuko hivi, mwambie Yesu wangu yuko vile, mwambie Yesu wangu anafanya hivi. Maana huyu Yesu
ana nguvu. Unapoipeleka habari ya Yesu Kristo, hiyo inakuwa ni habari njema. Habari njema ni injili, na hiyo injili ina nguvu, ina uwezo wa kujitetea popote. Maana Paulo anasema ni uweza wa Mungu. It's the power of God. Ni uweza wa Mungu unaoleta wokovu. Sasa kama injili ni uweza wa Mungu, ina maana hakuna kitu kingine kinachoweza kuivunja injili. Maana hakuna kinachoweza kikapinga uweza wa Mungu. Lakini habari za kanisa la, habari za mtumishi wa Mungu, habari za huduma yenu inafanyaje, hizo si salama sana. Ndio maana tunapozungumza na wewe, tutakualika, tutasema njoo kanisani, tutaabudu na wewe, tutaomba na wewe, tutakufundisha. Lakini tunapokuletea ujumbe, hatuleti ujumbe wa kanisa letu linafanya hivi. Tunaleta ujumbe wa Yesu Kristo alifanya hivi. Yesu Kristo anafanya hivi. Maana hiyo ndio habari njema. Huo ndio ujumbe, ndio injili. That's the gospel. Ndio tunachokuletea. Sasa mpendwa mtazamaji, mimi nimalize nikuulize tena swali langu hili. Injili unaionaje? Habari njema unaisikiaje? Kazi ya Yesu msalabani wewe umeipokeaje? Maana nimesema hapo nyuma, kwa kadiri unavyoichukulia kazi ya Yesu, unavyoielewa, ndivyo itakavyokuwa na matunda kwako, ndivyo itakavyoleta majibu kwako. Ni maombi yangu Mungu akusaidie umuelewe Kristo na kazi aliyofanya msalabani, uelewe habari njema aliyokuja nayo Kristo, uielewe injili. Maana katika kuelewa injili ipo nguvu. Maombi yako yawe siku zote kwa Mungu kwamba Mungu akusaidie uielewe injili, uelewe makusudi ya Mungu yaliyomo ndani ya habari njema ya Yesu Kristo kwako. Maombi yako yawe ni kwamba Mungu akusaidie, afungue macho yako ya roho, yaone utajiri na nguvu iliyomo ndani ya kazi ile Yesu aliyofanya pale msalabani. Maana ni kupitia hiyo utapata ukombozi, ni kupitia hiyo utauona uhuru, ni kupitia hiyo utapata uponyaji, ni kupitia huo salama yako utaiona. Mungu akubariki sana mpendwa mtazamaji, kwa sababu Mungu ana nia njema na wewe. Na mimi nataka niombe na wewe tu kwamba Mungu afungue macho yako ya roho. Mungu akupe neema hiyo ya kumjua zaidi ya hivyo unavyomjua. Maana katika kumjua zaidi itakusogeza kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine. Ni haja yangu kwamba Mungu akupe hatua kubwa zaidi ya pale ulipo. Akuongezee mafuta, akupe neema kubwa kuliko hiyo ulionayo leo. Umjue zaidi ya pale ulipo, ili utoke hatua hiyo ulionayo kwenda hatua nyingine. Makusudi ya Mungu kwako ni mazuri sana. Lakini mengine ameshindwa kufanya kazi kwa sababu haujajua. Mengine huwezi kuona matokeo yako sababu hujajua kudefine, hujaweza kuainisha kile ambacho Mungu amekusudia kwako. Ninapozungumza na wewe, ninapokwenda kuomba na wewe, weka mikono yako kifuani, nitakuombea. Kusudi langu ni moja, neema ya Mungu ikufunike. Mkono wa Bwana uwe pamoja na wewe. Nguvu za Mungu zifungue ufahamu wako, upanue ufahamu wako, uelewe makusudi ya Mungu. Acha niombe na wewe. Weka mikono yako kifuani, tuombe na wewe maneno haya. Sema: Mungu Baba, katika jina la Yesu Kristo, nimelisikia neno hili. Hakika nimetambua kumbe injili ni habari njema, na habari njema ni wokovu, na wokovu ni kazi ya Yesu pale msalabani. Ninachokiomba Mungu ni kwamba neno hili likae moyoni mwangu, nilielewe kama lilivyo, nifafanuliwe kama lilivyo. Roho Mtakatifu anisaidie nilielewe hili neno, likae ndani yangu, linifungue fahamu zangu, lifungue macho yangu ya roho, nilijue kusudi la Mungu kwangu, kusudi la Mungu katika maisha yangu, kusudi la Mungu katika huduma Mungu alioniitia. Maana katika kulifahamu hilo, nitapiga hatua, nitasonga mbele, nitayaona makuu ya Mungu. Mungu, ninasema asante kwa sababu ni kwa neema yako umenipa muda huu wa kusikiliza neno hili linalolifungua na kunipanua ufahamu. Na utukufu wako Mungu hakika nitauona, kwa sababu nitakapoijua nguvu ya injili, nitakapoijua nguvu ya habari njema, nitakapoijua nguvu ya wokovu, nitakapojua nguvu ya kazi ya Yesu msalabani, nitafunguliwa na nitawekwa huru. Asante Bwana Yesu kwa kunipenda, asante Bwana Yesu kwa kunijali, katika jina la Yesu Kristo. Basi ninapomalizia namna hiyo, acha niombe na wewe. Yumkini unaumwa mahali ulipo na ungehitaji maombi, acha niombe na wewe. Popote pale unapoumwa, ninaomba na wewe kwa imani, maana neno la Mungu halina mipaka. Popote ulipo, haijalishi uko bara lipi, ni tofauti na hapa nilipo. Mahali popote ulipo, neno kwa sababu unalisikia, linaweza likatenda jambo. Na yumkini sio wewe unanisikiliza, sio wewe unaniangalia, labda yuko ndugu, lakini unafahamu ana tatizo.
bado unaweza kuomba kwa niaba yake. Shika mahali unapoumwa, shika mahali anapoumwa ndugu yako, kwa niaba yake weka mikono kifuani, unaweza kuweka mikono yako usoni, popote pale, nami nitakwenda kuomba kwa ajili yako, na Bwana atakugusa pale pale ulipo, na uponyaji utaupokea. Na kesho na kesho kutwa utapiga simu, utatuma message, utatushuhudia kile ambacho Bwana ameendelea kukifanya kwako, katika jina la Yesu Kristo. Mungu, kwa mamlaka ulionipa, natumia nafasi hii kulipeleka neno pale alipo ndugu, dada, kaka, dada na mama yule, kwa jina la Yesu Kristo. Pale pale alipo, neno lifike pale alipo, maana neno lina nguvu, neno lina uponyaji, neno linamweka mtu huru. Kwa jina la Yesu Kristo natangaza uhuru wako. Kwa jina la Yesu Kristo natangaza uzima. Kwa jina la Yesu Kristo natangaza uponyaji. Pokea uponyaji kuanzia sasa. Kilichokufunga kiachie. Kwa jina la Yesu Kristo uwe huru kuanzia sasa, na amani ya Bwana ikutawale. Mkono wa Bwana uwe pamoja na wewe. Nguvu za Bwana zikufunike hapo hapo ulipo. Ulikuwa huwezi kusimama, usimame kwa nguvu za Mungu kwa jina la Yesu Kristo. Ulichokuwa huwezi kukifanya kuanzia sasa ukafanya. Na utukufu ukamrudie Mungu wa mbinguni, anayekugusa hapo ulipo, anayekuweka huru pale ulipo. Kuanzia sasa na daima ukaruka na kushangilia ukisema Bwana ametenda. Kwa utukufu wa Yesu Kristo naomba na kuamini. Amen. Basi acha nitimishe tu kwa kukupa anwani yetu pale tulipo, pendwa mtazamaji. Tupo katika ukumbi wa kanisa la Cornerstone pale Wyoming. Ni katika maeneo ya Wyoming hapa Marekani, Grand Rapids, Michigan. Pale Wyoming ni anwani ni 2730 barabara ya 56 southwest. Kwa Kiingereza tunasema ni 2730 56th Street Southwest, Wyoming, na zip code yake ni 49418. Na ukitaka kutupata kwa njia ya simu, zipo simu mbili unaweza kuzitumia. Ya kwanza ni 616-589-4793. Nairudia, ni 616-589-4793. Na ya pili ni 832-640-8768. Narudia, 832-640-8768. Hizo ni namba mbili unaweza kuzitumia. Na kama uko nje ya Marekani, basi katika namba hizo ongeza alama ya kujumulisha 1. Yaani unaongeza +1, unakuwa umetupata namna hiyo. Na nenda kila wiki, angalia kwenye YouTube, andika tu pale kwenye kutafuta Bado Lipo Tumaini. Ukifika tu hapo, wakati mwingine tatokeza Bado Lipo Tumaini kwa Yesu, na chagua somo mojawapo. Yapo masomo mengi ambayo tumeyaweka hapo na yanawasaidia wengi, yamewabadilisha wengi, na tunapokea shuhuda nyingi sana. Na wewe pia nenda angalia, utakuta ukiandika tu Bado Lipo Tumaini, hata ukijazia kwa Yesu au ukiishia tu Bado Lipo Tumaini, zitatokeza nyingi sana. Kuna masomo mengi utayaona hapo. Chagua mojawapo. Kila utakalolichagua bado yana nafasi ya kukubadilisha. Kila utakalolichagua, na kama ulifanikiwa kuyapitia yale yaliyopita, basi endelea mtiririko na kwenda kuendelea, na utajikuta unazidi kufunguliwa, unazidi kubarikiwa, unazidi kujifunza zaidi, na mwisho wa siku utakuwa Mkristo mzuri uliyejaa neno. Mungu akubariki. Amani ya Bwana iwe nawe. Tukutane tena wakati mwingine. Shalom, shalom. Bye bye.